Tuombe kwa ajili ya hili neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa sababu umetutuma watumishi wako kuja kulipanda ili neno, maana neno lako ni mbegu, na kwa vile ni mbegu, basi tumekuta kupanda na kusi Mwokozi wetu Mungu, kwamba mbegu hii ukaifanye kuwa mbegu yenye kuzaa sana, katika jina la Yesu, amen. Kwa hiyo kichwa cha neno letu la leo, kazi tuliyopewa watu tuliookolewa. Baada tu ya kuokolewa kwetu, Mungu ametupa hii kazi ya kuweza tuifanye shambani mwake. Hilo tuje tufungue katika kitabu kile cha Marko sura ile ya 16 na mstari ule wa 15. Tunasoma, akawaambia, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Ndio kazi tuliyopewa sasa, ya kuweza kuhubiri Injili kwa kila kiumbe. Hii kazi ya kuhubiri Injili kwa kila kiumbe, haijalishi kwamba wewe ni mwanamke, haijalishi kwamba wewe ni mwanaume. Hapana, ni kazi yetu sisi sote tuliokwisha okolewa. Inatupasa kuhubiri Injili kwa kila kiumbe. Na tunapozungumzia kwamba kila kiumbe, sio pamoja na wanyama, la hasha. Ni mwanadamu apate kulijua neno la Bwana, naye apate kumrudia Bwana. Sasa nini maana ya Injili? Hebu tusome Matendo ya Mitume sura ile ya 8. Tutakuja kusoma mstari wa kwanza, alafu tutaruka tutasoma mstari ule wa 4. Siku ile kukatokea adha kuu ya kanisa lilokuwa katika Yerusalemu, wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa au mitume. Hapa tunajifunza kwamba wenzetu walitawanyika. Mstari ule wa 4, lakini wale waliotawanyika wakaenda huku na huku wakilihubiri neno. Unaweza ukaona, baada ya agizo hili kuu, wenzetu walitawanyika wakaenda huku na huku. Sasa walichokuwa wanakifanya huko ni nini? Ni kulihubiri neno. Kwa hivyo ni moja kwa moja kwamba unaposikia kwamba Injili, tuhubiri Injili, ina maana tuhubiri neno la Bwana kwa wale viumbe. Unaweza ukaona. Sasa sio hilo tu, lakini pia wewe na mimi inatupasa tujijaribu wenyewe, tujipime. Je, ni Injili hakika tunayohubiri ambayo ile tuliyoagizwa na Bwana wetu Yesu Kristo, au ni tofauti? Maana wapo wengi hawahubiri Injili kama vile walivyoagizwa na Yesu Kristo. Wanahubiri Injili wanaijua wao, lakini hapa cha msingi ni kujipima sisi wenyewe. Kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ya 13, na tutasoma mstari ule wa 5. Tunasoma, jithibitisheni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe. Ina maana hapa kuna sababu zote kwamba tujipime sisi kwamba hiyo Injili tunayohubiri ni Injili ile ya Bwana wetu Yesu Kristo au la. Maana ni wengi sana wanakwenda kinyume ya Injili ile tuliyokabidhiwa na Mungu wetu kuihubiri. Wao wanahubiri mambo yaliyo kinyume na neno la Bwana, yaliyo kinyume na Injili. Sasa kwa nini sisi, mimi na wewe, hatuifanyi kazi hiyo ya kuhubiri Injili? Tukumbuke kwamba Paulo mtume alifanya kazi ya kuhubiri kwa namna isiyo kwa kawaida. Au la, inawezekana wewe ulihubiri watu wawili watatu, alafu ukaanza kujisifu, ukaanza kujiona kwamba umefanya kazi kubwa. Haipaswi iwe hivyo. Wewe inakupasa hata kama umbiri mara moja mara mbili, umepatikana na watu kiasi gani, lakini ujue kwamba sio kazi imefikia ukomo kwako. Hapana, itabidi uendeleze kuifanya kazi ya kuhubiri Injili. Na usipofanya kazi ya kuhubiri Injili, maandiko yanasema ole wako. Tusome maandiko hayo matakatifu, Wakorintho wa kwanza sasa sura ile ya 9 mstari wa 16. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari ule wa 16. Tunasoma,
Maana ijapokuwa naihubiri Injili, sina la kujisifu, maana nimekwisha wekea sharti, tena ole wangu nisipohubiri Injili. Kwa hivyo kuhubiri Injili, unapohubiri Injili sana usijivune, lakini jua kwamba Injili ni sharti umewekewa wewe na mimi tuifanye hiyo Injili kwa kila kiumbe, na tunapofanya Injili tusijivune, na ole wetu tusipoifanya hiyo Injili. Wewe sasa mbele za Mungu aliyetupa kazi, na sisi tusipoifanya, kwa kweli hatutampendeza Mungu wetu. Ndugu zangu liyeokolewa, pokea neno linalopandwa kwako sasa, ili upate kuamka na upate kuwa tayari kutimiza agizo kuu la kuifanya kazi ya Injili jinsi tulivyokabidhiwa na Mungu wetu. Tumombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa sababu ya neno hili. Ninakusihi Roho wako Mtakatifu akatuamshe sisi uliokwisha tuokoa, ili tukasimame imara kuifanya Injili na kuihubiri kote kote, jinsi ulivyotukabidhi sisi tukaenende hivyo hivyo. Asante kwa sababu Baba, yote kwa yote umeyatenda na kuzidi, ni katika jina la Yesu, amen.